kufanyika ni kwenda kupiga kura hiyo tarehe 29, na ni jambo la msingi ambalo hata kibibilia limezungumzwa, kwa maana umesema tutii mamlaka ambazo tumepewa. Kwa maana kwa majina naitwa Samuel Chigwada, ni mhitimu wa chuo cha UDSM. Kwa sasa niko Dodoma katika shughuli zangu za kila siku. Tarehe 29 mwezi huu tuna jambo la kitaifa, ambapo tuna jambo la uchaguzi ambao unafanyika kila baada ya miaka mitano. Ni neema nyingine tena Mungu ametupatia, ambapo tunaenda kuchagua kiongozi ambaye kila mtu anamhitaji, kwa maana tunaenda kupiga kura. Kwa maana mpaka sasa kila mtu kashasikia sera mbalimbali za watu wa siasa ambao wanatoka vyama mbalimbali. Kwa hiyo ni jambo la kila mtu ambaye ana sifa na ana kitambulisho cha kupiga kura kumchagua kiongozi ambaye anamtaka. Kwa maana umeshasikiliza sera mbalimbali kwa viongozi wa wanasiasa mbalimbali. Kwa hiyo sasa jambo ambalo linaenda kufanyika ni kwenda kupiga kura hiyo tarehe 29, na ni jambo la msingi ambalo hata kibibilia limezungumzwa, kwa maana umesema tutii mamlaka ambazo zimepewa. Kwa maana inatupasa sasa kuchagua mamlaka nyingine ambayo itaenda kutuongoza kuanzia mwaka huu 25 baada ya miaka mitano mbele, ambao itakuwa na maono mengine kwa nchi yetu. Kwa hiyo ni jambo la kitaifa. Kwa kila kijana anabidi afanye kile ambacho kinampasa, ambaye ana sifa za kwenda kupiga kura, basi ni wakati wake sasa wa kwenda kuchagua kiongozi ambaye anamtaka. Naitwa Joakim Lewis, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na katika uchaguzi huu ambao utafanyika Oktoba 29, na wasihi vijana wenzangu katika kudumisha amani, kwa kuwa viongozi wetu wamesha nadi sera zao katika kuelekea uchaguzi. Kwa hiyo ni jambo moja tu la mtu kuamua kwenda kumchagua kiongozi ambaye unamtaka, kwa sababu tayari kila mtu ana chama chake na kila mtu ana sifa ya kwenda kupiga kura. Ukiwa tuna kitambulisho cha kupiga kura, maana yake una sifa ya kwenda kupiga kura, na kura ni haki ya kila Mtanzania katika kumchagua kiongozi ambaye anamtaka. Na viongozi wengi wameongea kuhusiana na kudumisha amani, kwa sababu amani ni tunu ambayo tumepewa Tanzania. Sasa yani siwezi nikasapoti labda tuvunje amani yetu kutokana na vitu vidogo, kwa sababu unapoenda kutiki unamchagua kiongozi ambaye unamtaka, na baada ya kufanya hayo maamuzi, maana yake utaletewa kiongozi ambaye wananchi wengi wamempa kura. Asante sana. Naitwa Joakim Lewis, ni mwanafunzi wa chuo kikuu, mkazi wa Dar es Salaam. Napatikana maeneo ya Feri na kufanya shughuli zangu kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa tarehe 29. Uchaguzi mkuu wa tarehe 29 kwa muone kwangu mimi hauna mvuto, kwa sababu kuu chama cha upinzani hakishiriki uchaguzi. Kwa uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba hautakuwa na mvuto. Kuja kwa uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba audumishe tu miundombinu yani. Sawa, kama miundombinu ya elimu, sawa, miundombinu ya afya, sawa, maji, sawa, barabara, kwa miundombinu yote ambayo jamii inawagusa. Ile biashara kwa hapa Feri wale sasa hivi hali mbaya sana. Biashara imekuwa ngumu sana. Nahisi kwa sababu leti kama mambo chama kingichanganyika, au kama chama kikuu cha upinzani kingichanganyika kushiriki uchaguzi, labda kidogo biashara ingechangamuka. Leo kwa ile chama kinashiriki chama kimoja na hiyo vingine ambavyo vidogo, kwa ile movement kidogo imepungua na biashara imekuwa ngumu. Ahmed Ali Mpetela ni mkazi wa Kiburugwa, CCM namba 1 kwa nyoka. Oktoba 29, Mwenyezi Mungu akijalia salama, ni kwenda kutiki tu. Kubwa nalohitaji wenda wafanye katika awamu ijayo ni kuboresha tu miundombinu katika hospitali, hasa upande wa afya, yani umekuwa chini mno. Inaonekana yani kwamba hospitalini hamna dawa, ila mtu binafsi dawa anazo. Sasa itakuwaje mtu binafsi dawa anazo afu serikali dawa wameishiwa hospitalini? Yani hilo wakilipambania hilo, nadhani tutashukuru sana. Na jambo jingine, hospitalini kwenda kuchukua maiti unaambiwa hela gharama kubwa. Yani ndugu yako umemkosa na unauza maeneo
unaenda kumgomboa tena ndugu yako, na unalia misiba hii misiba miwili. Msiba ndugu yako umemkosa na unauza tena kitu kingine, unaenda kugomboa tena maiti. Na naomba kwamba sehemu mbili. Asante sana. Bila shaka mmeweza kusikiliza maoni ya vijana wenzetu kutoka maeneo mbalimbali. Nianze nawe moja kwa moja Kiliba kwa sekunde 45. Umesikiliza maoni ya vijana hawa, vijana wenzako. Una kitu gani cha kusema juu ya maoni haya? Kwanza nimeona licha ya changamoto kuwasilishwa na vijana wenzetu, lakini bado ule muamko ambao tulikuwa tunasemea kwenda kushiriki uchaguzi kwa maana kupiga kura upo. Kwa hiyo wao wanaamini kwamba msingi mkubwa wa utatuzi wa changamoto tulizokuwa nazo ni kwenda kuchagua kiongozi tunayemtaka anayeweza kukabiliana na changamoto hizi. Hilo limenifurahisha zaidi. Asante sana. Nakushukuru sana. Kamenge, umesikiliza vijana wenzetu wakitoa maoni yao. Neno lako ni lipi juu ya maoni yaliyotolewa na vijana hawa? Washa mic yako tafadhali. Siasa bado inabaki kuwa ni jambo la wazi. Tunaongea hapa na hatujatofautiana sana na wale waliosema huko. Kwa hiyo ni jambo ambalo tukisema hapa naye tutazama, akitoka nje kesho atakutana nalo. Ukweli ni kwamba Watanzania wamedhamiria kufanya uchaguzi na wanatambua kwamba ni jambo la kikatiba. Na kwa vyovyote vile, namna yoyote ile itakavyokuwa, bado Watanzania wanayo nia ya dhati ya kufanya uchaguzi. Nakushukuru sana. Nasra? Mimi nikiri kuwasikiliza baadhi ya vijana wenzangu wa Tanzania, wengi wanasema wanatoka mkoa wa Dar es Salaam. Wote wanaonyesha bado nia ni ile ile kwamba ushiriki wao kwenye uchaguzi ni jambo la kimsingi, na nimefurahi kila mmoja ametoa maoni. Hiyo ndio njia nzuri, kwamba unaposhiriki jambo hasa la uchaguzi, maamuzi yako mwenyewe baadaye pia utakuwa na uwezo wa kuhoji, kama alivyokuwa mmoja wao alipozungumza kwamba baada ya uchaguzi basi hakikisha serikali inaendelea kuongeza ama kuboresha miundombinu mbalimbali. Na kama ambavyo miundombinu hiyo imekwishaanza kufanywa toka miaka 5 iliyopita, sasa ni kuendelea kuboresha kwa sababu changamoto zinazalishwa kila siku. Nakushukuru sana. Rakma? Nadhani yale ambao tulikuwa tunabishania hapa, kuna baadhi ya vijana wameyazungumza na si sahihi. Nashukuru sana kakaangu hapa amezungumza kwamba tunapokuwa kama viongozi tukubali kupokea maoni yanayokuja mazuri na yanayokuja mabaya. Kumlebo mtu kwamba ni muongo wakati hali ambao anapitia huku chini sio jambo sahihi. Kuna kijana amezungumza hapo kwamba kwenye mahospitali yetu, hospitali za zahanati za kata, hospitali za wilaya, tuna changamoto. Mtu anakwenda hospitalini, ana bima ya afya, dawa pekee ambayo anapewa ni Panadol na paracetamol. Dawa nyingine zote hakuna. Kwa amezungumza kijana mwingine wa Kitanzania ambaye kaanza kwanza na kusema kwanza CCM nambari 1, kwamba yeye ni mwana CCM kindaki. Lakini amezungumza ukweli kwa sababu anayeishi hayo maisha huko chini. Kwa hiyo kumwambia mtu ni muongo wakati Watanzania zaidi ya 80% wanalipia huduma za kujifungulia, hilo jambo sio sahihi. Kwa hiyo natamani ukitoka hapa uende ukatafute takwimu huko chini kama ambavyo tumeshauriana, kuliko kumwambia mtu anasema uongo. Mimi sinufaiki na chochote kusema uongo katika nchi yangu kwa sababu nina mapenzi na nchi yangu. Bado kuna vijana wana imani na system ya nchi yetu. Bado kuna vijana wanaamini kwenye uchaguzi. Basi serikali isiende kuangusha kwenye hili. Kwa sababu tumesikia maoni ya vijana, japokuwa ni wachache lakini wengi wanaonyesha bado wana dhamira ya dhati ya kwenda kushiriki kwenye uchaguzi na watakwenda kuchagua kiongozi, lakini tuna taasisi ambazo zinasimamia hizi chaguzi zisiende kuangusha vijana wa Tanzania. Nakushukuru sana. Rais wa Tailiso Godfrey Kiliba, tunapokuwa tunatamatisha, rai yako ni nini kuelekea Oktoba 29? Mimi kwa kweli ningewaomba Watanzania wote waliokuwa vyuo na nje ya vyuo tuhakikishe kwamba tunashiriki ipasavyo katika haki yetu ya msingi ya kwenda kupiga kura kwa wale waliojiandikisha. Tukifanya hivyo itatupatia uhalali hata wa kukosoa, kulalamika na kuomba maboresho pale ambapo tuliowachagua wakaenda ndivyo sivyo.
Lakini tusipofanya hivyo tunapoteza hata ule uhalali wa kuwakemea wale ambao watakuwa viongozi kwetu, kwa maana hatukuwachagua wala hatukushiriki kutokuwachagua. Lakini kikubwa pia amani ni jukumu la kila Mtanzania mwenye akili timamu. Kwa hiyo tunapoenda kushiriki uchaguzi mkuu, lakini pia tuzingatie misingi ya amani. Nakushukuru sana. Nasma, rai yako ni nini tunapokuwa tunatamatisha kwa vijana, mabinti na vijana wa Tanzania? Tunapoelekea kwenye uchaguzi wa siku 3 zilizobaki, kwa maana tarehe 29 Jumatano, mimi kama kiongozi wa vijana tumezunguka, tumeeleza sera za chama chetu na wagombea wetu. Niendelee kuwaomba vijana wenzangu hususan wa mkoa wa Dar es Salaam kwanza kushiriki uchaguzi, lakini kwenda kutuamini tena kama Chama cha Mapinduzi kwa mgombea wa kiti cha urais, wa bunge na madiwani, ili tuendeleze yale mazuri ambayo tumekwisha kuyaanza kwa mustakabali mzima wa kuyagusa maisha ya jamii zetu katika mkoa wetu na taifa kwa ujumla. Nakushukuru sana. Rahma, rai yako ni nini tunapokuwa tunatamatisha? Na nitakupa nafasi ya sekunde kadhaa ya kuomba wananchi wa Kinondoni kura. Shukran sana. Mimi siangalii tu uchaguzi huu wa Oktoba 29, naangalia maisha yetu hadi huko tunapoelekea. Tumesimama hapa ni vijana, natamani tuongozwe na ile dhana ya kwenda kuwa watumishi wa jamii yetu. Tunapopewa cheo chochote, mimi namwangalia Nasra leo, kesho anaweza akawa Angela Kairuki, akawa waziri, akawa mwalimu. Kwa hiyo namwangalia kaka yangu hapa, kesho kutu anaweza akaja akawa mbunge, akawa waziri mkuu, akawa rais. Kwa hiyo tusukumwe na ule moyo wa kwenda kuwa watumishi wa jamii zetu. Tusukumwe na moyo wa kwenda kuthamini vyeo na kupeleka uchama zaidi kuliko Tanzania zaidi. Hii itatupelekea sisi kupata maendeleo ambayo tunayataka. Kwa hiyo, lakini umeniambia wananipa na fursa vile vile ya kuomba kura. Kwa wakazi wa Kinondoni, naitwa Rahma Mwita, ni mgombea wa nafasi ya ubunge katika jimbo la Kinondoni. Nimefika kata zote, nimefanya door to door kwa nafasi ambayo nilikuwa nayo. Naomba uende ukanichague Oktoba 29. Tunahitaji damu changa, tunahitaji uongozi ambao utaenda kuleta ubunifu kwenye jamii yetu, na mimi nimesimama hapa nikiwa najiamini natosha kwenye nafasi ya ubunge. Naomba ridhaa wakanichague kwa unyenyekevu mkubwa sana. Waniamini na wanichague nende nikawe mbunge wa jimbo la Kinondoni 2025 2030. Asante sana, tunakutakia kila laheri. Wenda tutakuita hapa ukiwa ni mbunge wa Kinondoni. Amin, inawezekana. Asante sana. Nije kwako comrade Evans Kamenge. Rai yako ni nini tunapokuwa tunatamatisha? Maneno matakatifu yanasema, nawapenda sana vijana kwa sababu wana nguvu ya kunitumikia. Anasema Mwenyezi Mungu mwenyewe. Na kutumika kwa vijana ni katika njia chanya peke yake ndio ambayo inamheshimisha Mungu wetu. Katika taifa letu tuna uchaguzi. Tunatarajia kuwaona vijana wakiwa mstari wa mbele, kwanza kulinda amani ya wazee wetu, amani tulionayo. Lakini pili, wakijitokeza kupiga kura. Lakini tatu, wakiwa wajenzi wazuri wa hoja. Ili matatizo, changamoto zinazopatikana, viongozi watakao kuwa wamechaguliwa basi waweze kuzitatua na kuwasaidia vijana hawa ambao hata Mungu mwenyewe anawataka na taifa linawataka, ili nchi yetu iendelee. Nakushukuru sana. Basi wageni wangu, ninawashukuru sana na kwa moyo wa upendo kabisa. Naomba Rahma mpeane mkono ya heri na ndugu yetu Kiliba. Nakushukuru sana. Naomba upatane. Asanteni sana. Asanteni sana. Naomba vile vile Kamenge muweze kupeana mikono ya heri. Asante sana. Basi mkiwa mmesalia kwenye maeneo yenu, nawashukuruni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Nakushukuru sana Godfrey Kiliba, rais wa Tailiso. Nashukuru sana ndugu yangu. Asante sana na kutakia kila la heri. Pole kwa msiba wa baba yetu pia. Tumempoteza mzee wetu, jabali wa siasa ya Afrika, Agwambo. Tulete Jacom hapo mzike mahala pema peponi. Nakushukuru sana Rahma Mwita. Shukran sana Chifodemba, ni mara yangu ya kwanza kuja kwenye kipindi hiki, lakini nimejifunza mengi sana.
Kwa hiyo najua tafungua milango ya vipindi vingine vingi. Nimeenjoy sana. Asante sana na nakutakia kila la heri. Mheshimiwa Mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Dar es Salaam, Nasma Mohamed, nakushukuru sana. Na mimi nakushukuru sana. Ni mara yangu ya kwanza kufanya kipindi na wewe. Gain new knowledge, experience, lakini nikwambie baada ya tarehe 9 yale masaa 72 upite tena kuja kuzungumzia ushindi wa Chama cha Mapinduzi. Nakushukuru sana.